want to be close to your side. So heaven is real and death is a lie. I want to hear voices of angels above singing as one. Hallelujah. Hallelujah. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii ambayo ametupatia tuje tuabudu katika nyumba yake. Hatuchukui ni jambo la kawaida. Kuna wale wangetamani wako Afghanistan, wengine wako Syria na hawangefaulu. Lakini sisi kwa neema ya Mungu tumefaulu kuja kuabudu. Wapendwa, tusichukulie jambo la kuja kwa nyumba ya Mungu ni kitu cha kawaida. Kuna watu wanapenda Kristo lakini hawana nafasi ya kuja kuexpress upendo wao kwa Kristo katika umati kama huu. Lakini sisi Mungu ametujalia na tumeona fadhili zake. Siku ya leo nataka tuangalie ujumbe wa Bwana na tutataka kusoma katika Zaburi ya 130 mstari wa 6, alafu kisha tutasoma Joshua 10 na mstari wa 12. Na ujumbe wa leo ni ya kwamba you can delay the day but you cannot hasten the night. Yani siku unaweza isongeza lakini usiku hauna control juu ya usiku. Now maandishi haya vipengele viwili vya kutoka maandiko matakatifu zinatuonyesha mambo hayo katika ujumbe wetu. Na ningetaka tusome Zaburi Psalms 130 verse 6 and we are going to Joshua chapter 10 verse 12 to 13. Psalms 30 verse 6 says, 130 verse 6, my soul waits for the Lord more than watchmen wait for the morning, more than watchmen wait for the morning. Can we go to Joshua chapter 10 verse 12? Joshua chapter 10 verse 12 says, then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Ammonites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, sun, stand still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon the enemies. It is not this written in the book of Jashel? So the sun stood still in the midst of heaven and hasted not to go down about a whole day. Now, if you look in those two portions of the scriptures, you can see Joshua stopped the day, stopped the sun. Lakini ukiangalia katika maandiko mistari hiyo mingine, the Bible says, my soul waits upon the Lord. Kumefika usiku na anasema ya kwamba my soul waits upon the Lord like the watchman waits for the morning. Now, when night comes, there's nothing you can do. You just wait for the morning. You cannot hasten the night, but you can stop the day. You can delay the day, but you cannot hasten the night. Kwa hivyo usiku wa mtu ukimjilia itabidi avumilie mpaka asubuhi ije. Lakini siku, we can manipulate the day, we can delay the day, we can, unakuta hata Hezekia anarudisha siku zake nyuma. You can manipulate the day, but you cannot manipulate the night. The night is beyond our control. Now, nataka tuangalie kwa kina how we can make use of the day and how we can wait upon the Lord when night comes. Because you don't have control over the night, but you have the control over the day. Vitu vile naona leo, naweza push, naweza panua kwa sababu ni mchana, bado naona vitu vikiwa vyeupe. I can manipulate this day. Naweza mwambia Mungu anilegeshe siku zangu nyuma na siku ya leo ikawie. But for the night, I cannot. Usiku ukiingia, sasa ndio unasikia kwamba mtu anaambiwa just wait upon the Lord, kama vile watchmen wanangojea, and wait for the morning. Nobody can stop the morning, but you must go through the night until the morning comes. We say until the day dawn and the morning stars comes out of our hearts. Tunangojea Bwana, kama vile mwimbaji anasema ya kwamba tunamngojea Bwana mpaka kupambauke huko mashariki.
unangojea Bwana mpaka mapambazuko. Lakini there is nothing you can do with the night. Usiku ukiingia ni basi. Lakini nataka tuangalie kwanza mchana. What is the day? A day is an opportunity. A day is a window or an opening. A day is an open door for your breakthrough. It's an opportunity, it's a window, it's an opening, it's a door for your breakthrough. And opportunities are very rare. So wewe sema ya kwamba sasa vile leo kumepambauka, hata kesho kutakuwa hivyo hivyo. There's nobody who can speak about tomorrow, but we can manage today. We can manage this opportunity ambayo imetolewa na Mungu. There's a time Jesus was rebuking the Israelites that they did not understand, they did not discern the day of their visitation. If you don't discern the day of your visitation, then the night is coming when you don't have control over the night. There's nothing you can do with the night. You must wait upon the Lord until the morning comes. But for the day, we can manipulate the day. We can extend the day. We can delay the day. So ndio unaona kamlango kakifunguka, make use of it. Wale ni vijana ambao wako kwa ukumbi huu siku ya leo, nataka kuambia kwamba utumie ujana wako vizuri. Because a day comes, kama vile huyu mhubiri anasema, unaangalia vitu vyote, unasema zote ni bure kabisa. Do you know wakati hii vanities of vanities, Solomon hakusema akiwa vijana, alizeeka, akaangalia nilikuwa na wake 1000, nilikuwa dhahabu ilikuwa common kama mawe, akaangalia vitu vya dunia, akasema ya kwamba it's all vanity. Now why did he say it's vanity? Because usiku wake uliingia. Now let me tell you, young men, if you're in this congregation today, make use of your youth, because the night is coming when everything will be useless, when everything will be just like anything else, bad things. Unaambiwa ya kwamba kuna gari mpya imetoka, na wewe ulikuwa hao watu nasikia enthusiasts wa magari, unaambiwa kuna gari ambayo imetoka mpya, unasema bure kabisa. Unaambiwa kwamba kuna kitu mpya kimetokea, bure kabisa, because huna haja nazo. Biblia imesema ya kwamba utunze ujana wako before the day comes when everything will be useless to you. Make use of this youth life. This is your day. Wakati unajikuta uko kijana, this is your day. Wakati unaona ya kwamba kuna fedha zimeingia kwa mkono wako, that is the day. How you manage that money ili usiku ukiingia pesa hizo zikusaidie, then inategemea vile ulifanya na mchana. Vile tunavyofanya leo wakati hakuna persecution Kenya, itadetermine kama kunaweza tokea persecution lakini ishindwe milele. Kama kunaweza tokea, tunaweza jitetea vipi? So usifikiria kwamba wewe ni kijana milele. This is your day. Na usifikiria kwamba breakthrough ni za milele. Hapana, zinakuja kwa muda. Wale ambao wanafanya business na una favor na regime hii ambayo ipo, the current regime in the national government, in the county government, if you have favor, make sure you maximize, because 2022 things will change. This is your day. This is your day to harvest. If you have the favor with this government, if you have the favor with the current national government, this is your time. This is a democratic state. 2022 things will change. Na hautakuwa na kitu kingine, utakuwa ukiambiwa kwamba hawa ndio watu wale walivuna wakati wa Man UK, ama hao ndio watu wale walivuna wakati wa Governor Oparanya. Na utakuwa ya kwamba the next regime may be against you because they say you harvested in the former regime. This is your day, and how you manage the day will determine how the night will be.
It is your day. It is an opportunity. Wapendwa, how do we use the day? Maana sasa mambo mazuri si ya milele. That door of opening si ya milele. Today you have money, tomorrow there will be nothing like money. But unafika usiku wako. Na usiku hakuna kitu tunaweza itafsiri usiku. I'm yet to understand or to know kwa nini Slay Queen ameolewa na huyu dada ambaye amekaa kanisani miaka 40 hajaolewa mpaka wa leo. Lakini Slay Queen ambaye ameharibu nyumba za watu amepata husband na kuolewa na jamii imesimama. Bado ninataka kuelewa mbona huyu anaomba usiku na mchana hajapata bwana. Lakini Slay Queen barabarani amepata mtu wa kumpenda akamuoa na ana jamii imara. I'm yet to understand. Hizo vitu siwezi eleza. Hakuna mtu anaweza elezea shughuli za usiku. Na wakati mtu anapitia katika usiku wake, there's nothing you can do. Ni kuvumilia mpaka asubuhi itokee. Lakini nina uwezo, nashukuru Mungu, nina uwezo wa siku ya leo. Wakati kumepambauka, I have the power kwa mikono yangu. I can manipulate the day kama Joshua aliambia jua simama na likasimama. Alisema ya kwamba mwezi simama katika bonde la Ajalon simama na ikasimama. You can stop the day, you can delay the day, but you cannot stop the night. You don't have control over the night. Biblia inasema ikifika usiku itabidi ungoje Mungu kama walinzi. There's nothing you can do. You just wait upon the Lord. Unakaa mtu anakuuliza ya kwamba pastor, I did all this ambaye tumefundishwa kwa mkutano wa mama, lakini huyu jamaa anazidi kupotoka. My sister, I don't have an answer to. I cannot answer you. Sielewi hata mimi. Lakini itabidi ugoje Mungu mpaka jawabu yako likuje. Lakini nasema ya kwamba was there maybe a day that you abused? Kuna siku ulikuwa naye ukakosa kuitumia vizuri. Because when the night comes there's nothing we can do. Itabidi ungoje Mungu mpaka Mungu aje mwenyewe. Na Mungu, majira ya Mungu na majira yetu tofauti. There's no way you can tell me sasa unajua ya kwamba Mungu atafika dakika fulani. Nobody knows. But there is something that we know for sure. The morning will come and nobody will stop the morning. Hata kabwere na shaitani zake, nobody can stop the morning. Lakini shida ni ya kwamba I must go through the night. And there's nothing I can do with the night. Ati sasa in the name of Jesus, I bind you night. You're wasting your time. Wacha kutumia jina la Yesu vibaya. Sasa in fact kile kitu unastahili kuona usiku umeingia, umwambie Bwana naomba uvumilivu, because you must go through the night. Maombi usiku hii yana change. You don't use commands. You use, I beseech you Lord, nipatie, give me your peace that I may go through it. But for the day, you can use a command. In Jesus' name. Wewe jua simama hapo hapo. Nataka ku-accomplish a certain mission. Simama hapo hapo. Unajikuta uko mzee and you want to accomplish God's mission. Unasema kama Hezekia, rudisha siku zangu nyuma. Juzi kuna mtu aliniita, he was one of the apostles in Kenya, akaniambia bishop, nimeona Mungu amekufanyia upya nguvu zako, lakini kile kinichekesha, aliona hata kitambi kimeisha, naye nilicheka. Sasa mimi nangoja hiki kitu kichapwe wembe kipungue, lakini kitu cha kwanza aliniambia siku zangu nimefanywa upya nguvu zangu. Akaona nimerudi kijana na kitambi pia kishaenda. But I did thank God for the grace, and I feel I want to accept that prophecy ifanyike kwangu. I want the Lord to renew my strength. Ili vitu vile nilikuwa nafanya 80s, I can do hata sahi. So you can manipulate the day. Hivi sasa unavyojua
unavyojiona ukiwa na afya na hivyo vile unaona ukiwa kuzuri, unaweza chezea mchana. Sema delay, enda mbele, enda nyuma. You can change the day, you can delay the day, but the night haiwezekani. If you are an investor na ukute ya kwamba kuna wakati capital imefika kwa mkono wako, that is the time to invest. Haujui kesho itakuwa vipi. You don't know. Hujui. Na kuna mithali ya kikwetu inasema ya kwamba uzee unakula ujana. So kama kuna kijana na mess na siku zake za ujana, that is a foolish boy or girl. You need to take care of your youth, because your old age will depend on what you did when you were a young man. Na ikifika pale hautakuwa na kitu kingine cha kufanya. Utakuta ya kwamba mzee utamkuta ya kwamba na t-shirt na shati na koti na kabuti kwa jua la Voi, temperature zikiwa 36. Unamuuliza mzee ani mgonjwa? Hapana, lakini ni baridi. Namuuliza baridi gani? Wewe huwezi pata, lakini mimi naihisi. Those days to me they are very evil days. Na ningetaka sasa Mungu anifanyie upya nguvu zangu, vile nilivyo sasa nipatie grace kama hii, niende the next 60 years nikiwa hivi, ili niweze kulipizia Mungu kisasi. Mambo yale shetani yamefanya duniani, nilipizie baba yangu kisasi, kwa sababu I can manipulate this day. I can manipulate my youth. Naweza irudisha nyuma, naweza rudisha age yangu nyuma. Lakini wakati unasikia kengele imefika ya alarm ya kwamba usiku umeingia, there is nothing you can do. So the best thing ni kupigana sana, uhakikishe ya kwamba umechange mchana kabla usiku haujaingia. Wewe uko hapa, wewe ni mama na una mtoto kama hizi naona tunatambaa hapa, take advantage, mfundishe neno la Mungu. Kitambo cha siku zije wakati atakuwa anasikia neno la Mungu anachafia. There's a time brother kule, unakumbuka kale kastole, kijana fulani aliambiwa na mamake pastor, akamuuliza ya kwamba do you remember God? Akamuuliza, you are speaking about God? Ati unamaanisha nini? God? Hiyo ni nini unaniambia? Kijana wa pastor, that you're speaking about God? Sarcastically. So before those days come, let us take care of these young men, these children that you see in the congregation. Hakikisha kabla haujalala umefanya Bible study. Itakuokoa badala ya kuja kuanza maombi wakati jamaa amefika teenager, amekuwa kama wazimu. Itakuokoa. Afadhali ujiokoe leo. Jiokoe mchana kabla ya giza haijaingia. Wale ambaye mna watoto wadogo, hakikisha hata una support Sunday school vizuri. Wokovu wako uko hapo. Wokovu wetu unakuaga mchana. You can save tomorrow by today. Unaweza okoa usiku utakaokuja kwa vile unavyotumia siku ya leo. Hakikisha you have invested in your young children. Kabla time haijakuja waanze kukuquestion mambo ya Mungu. Waanze kukuuliza ya kwamba na Mungu alitoka wapi? Mwingine anakuuliza ya kwamba sasa tofauti ya sisi na Waislamu ni nini, na Mungu ni moja. That is not true. Akuulize ya kwamba sasa nikienda msikiti na kwenda kanisani si ni same. It is not. Before afikie ule wenda wazimu, teach the word today. Kukiwa leo. Yes. Let us make use of the day. Usiku ukifika hauna control, ni kuvumilia. Unaweza kuja kwamba uniulize, nikuambia hata mimi
Sina jawabu ya hilo swali umeniuliza, lakini wewe vumilia, lakini garantia ambayo tuko naye asubuhi mpaka itakuja. We are sure the morning is coming, but how deep and how dark the night will be, nobody can manipulate the night. Mpaka ungoje mpaka asubuhi. Sasa kuna haja gani niteswe na giza na nilikuwa na uwezo wa siku? Naweza simamisha siku ya leo na niseme ya kwamba I will do this and that and that. Wakati unaona ni mchana, panga diary yako vizuri. Don't waste time, because the night will come when you say hauna power ya kufanya vitu vile ambao ulikuwa unastahili kufanya, maana giza imekuja. Katika judicially kuna kitu katika judgment system kuna kitu kinaitwa stay. Stay is an act of temporarily stopping a judicial proceeding through the order of the court. Na mnakumbuka ya kwamba naye Mungu kwetu ni hakimu mkuu. God is the chief judge. He can give a stay. Ki breakthrough hicho, mwambie Bwana, give me a stay. Yes, kitambo cha usiku uje, give me a stay. Wacha siku iongezeke. Give me a stay. We can manipulate the day by appealing to God to give us a stay in our day. Ile neema ambayo Mungu amekupatia, you can give it a stay. Ile breakthrough Mungu amekupatia, you can give it a stay. You can ask God to give you stay. Ikawie kidogo. Yes, because when the night comes, hata pastor kama mimi nitalia pamoja na wewe, lakini kwambie mpendwa, beyond here I don't have any control. Wacha tungoje the morning. Unalia, dada analia, I have done everything the Bible says a woman of the Bible should do, but this husband and I move from bad to worse. Pastor, jawabu gani yangu ni gani? Naambia, my sister, wait upon the Lord, but the morning will come. Morning will definitely come. But I don't have an answer of the night. But for the day, when things can be changed in the day, we have the power over the day, but we don't have power over the night. For the night you need patience, but for the day you need strength and breakthroughs. But for the night you just need the patience and the peace of God that surpasses the understanding of men. So make use of the day. Make use of your breakthrough. Make use of everything that you call day. Otherwise, itaumana usiku. Na nataka tuangalie maneno Yesu Kristo mengine alisema katika John chapter 9 verse 4. John chapter 9 verse 4. The Bible says, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. So we work in the daytime. We must accomplish God's mission in the daytime. We must accomplish our purpose in the daytime. When the night comes, nobody works in the night. When the night comes, unajua kama siku ile Yesu Kristo alikuja, usiku wake ulipofika wakamkamata. He had the power of demons. He casted out spirits. He healed the sick. He cleansed the lepers. He raised the dead. Lakini siku yake ya kufa ilipofika, alisema ya kwamba, Bwana, niondolee kikombe hiki, lakini si kwa mapenzi yangu, mapenzi yako yatendeke. Mapenzi ya Mungu ilikuwa apitie na akunywe kikombe. Alijisalimisha kwa majamaa ambaye hawana uwezo. Lakini Yesu anasema ya kwamba he had the power to call 12 legions of the angels of heaven to protect him. But the night has come. He was to go through it. Haku anahitaji malaika. He was to die to save the people. So Jesus says, I must work while it is day, because the night cometh when nobody
can work. Brethren, let us make use of every opportunity. Every opportunity in your life is a day. Every breakthrough, every favor. If you're a woman today and your husband is calling you bae or sweetie, take advantage of it. Because the time comes, wakati unaweza itwa wewe. Nani? Hata jina lako amesahau. Sasa, don't take, usichukue rahisi. Ati unaitwa bae, sweetie, honey, sweetheart, na nini. Take advantage of it. A time comes, wakati wewe, nani? Hata unaweza sikia tu ameenda to next and joking. True. Every time when you see favor, maximize. Because the night may come. Uliza huyu ni yule jamaa alikuwa ananiita be, ni same. Lakini usiku wako umeingia. Mtu anakuangalia hivi. Mimi nakwambia mimi hata nashangaa sana. Ni nani aliniroga nikija kwako? Asikia? Lakini huyo ndiye jamaa hakuwa analala usingizi. Anasema ya kwamba mimi nikifikiria mambo yako usingizi unaenda. The same person. Same person. The same person. Lakini usiku umeingia. Jamaa hujui nini imefanyika. You must go through it. Lakini utajiblame sana if you abused the day. Kama ulitumia siku vibaya, you will regret because you abused the day. So you must work in the daytime. Every time you see an opportunity, Mimi, I believe everything is a breakthrough until I confirm it was a hoax. Siku moja jamaa fulani ananiita, ananiambia pastor, kuna pahali tumepata masponsor tumepata wazungu sijui watajenga shule na nini. Before ni confirm ni hoax, nimeanza kumuuliza sasa tutakutana wapi? Tukasema tukutane pahali Nairobi. He did not show up. Alijua mimi ni sharp kuliko yeye. Maana hakutaka kitu ya one on one. Ni kuniambia sasa we need a commitment fee irushe. Lakini me, I cannot do that because my mom gave birth not to a Zuzu but a sharp man. Yes, so commitment, no, I can't commit myself. Now who are you? Unajicommit kwa nani? Let's meet. Lakini siwezi kwanza kusema ni shaitani. Kitu cha kwanza nasema ni Mungu. Alafu sasa ni confirm ni shaitani baadaye. Every opportunity to me is an opening. Yes. I don't know. Wewe sijui dada uko hapa siku ngapi? Brother Mwakaze dono uko kwa hii church siku ngapi? Unaweza sikia kwamba umepelekwa Sierra Leone. Nisipokutumia leo to accomplish vitu vile Mungu ameniambia kwa hii church. Unaweza jikuta kwamba uko Bosnia. And I'll be saying there was a brother in the name of Mwakazi, but you know more. So we must make sure we use the day well. Every brother, every sister that comes to your life, wacha umtunze vizuri. That is an asset to your day. Every brother, every sister is an asset to my life. Because najua ya kwamba you are here for a purpose. Hawezi kuja hapa ungekuwa deliverance, ungekuwa redeemed, ungekuwa kwingine. But you are here for a purpose. And we must accomplish God's purpose while it is day. Because a night comes when things will be not working the way we want, but we must be patient until the morning comes. Now, let's now come to the night. Let's open Deuteronomy 29 and verse 29. The book of Deuteronomy 29:29 says, the sacred things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law.
The sacred things belongs to the Lord. So anything that stays mysterious, hata usijisumbue kichwa chako kungamua. Anything that you have no power to unravel or to discover the mystery there, wachana naye. Anything that is beyond your control, wachana naye. Kwa nini haikufanyika? Sijui. Rest it there. Because any secret, any hidden thing belongs to the Lord. And there's a reason I say, I don't understand why a slay queen can be married, but there is a sister in the church that never been married. I don't understand. I don't understand. Unashangata, some people from the church, anaenda kwa mtaa, kwa Inange, anachukua slay queen, anaoa, anaacha wadada kanisani. I don't understand. Na Biblia imesema ya kwamba vitu vile ambaye huelewi, wachana nazo. Kitu ambacho chote ni hidden na huelewi, wachana. No. Because the Bible says sacred things belongs to the Lord. The revealed is what belongs to us. We belong to the day. The night belongs to the Lord. Iliposikia ile tone Joshua alitumia, I command you son to stop. Simama pale ulipo. Hakusema ya kwamba Mungu naomba simamisha siku. But when it comes to the night, you must seek the Lord to take you through the night. But for the day, you can command the day. Anaambia jua na kuamuru usimame, na wewe mwezi usimame. Ili nilipizie Mungu kisasi na hawa jamaa. Wameleta kichwa, lakini mpaka nilipizie Mungu wetu kisasi. So, but what has been revealed, that is yours. But the unrevealed, wacha isikusumbue. Hata usijisumbue. Siku moja tukifanya Bible study, kulikuwa na 10 thunders ambazo zililia katika Ufunuo, na Yohana alianza kuandika, akaambiwa wachana naye, hiyo imepigwa seal mpaka siku za mwisho. Sasa a theologian takaa hapo na Yohana aliambiwa wacha iwe sealed. Nitajisumbua ati kungamua hizo thunders zilikuwa ni nani? Itakuwa napoteza time. Because the Bible says those thunders aliambiwa those are mysterious things ambazo ziko sealed mpaka siku ya mwisho. Tutazijua siku ya mwisho, but until today no theologian can tell you what were those 10 thunders. Nobody knows. Maana Yohana aliambiwa ni siri, wachana naye. Sasa utakaa kitu ambayo umeambiwa ni siri na Mungu amesema iwe sealed. Nawe sasa hapo ati unajikuna kichwa, utamaliza nywele ukijaribu kungamua, wachana naye. Tumia kitu kile kimefunuliwa. Hiyo ndio chako. Kile ambacho kimefichwa, wachana naye. Anything that is beyond your power, it should not bother you. Wachana naye. Wewe tumia kile kimetumika. Kile kimefunuliwa. Hakuna haja kujikuna kichwa na kujisumbua kwa vitu ambazo hauna mamlaka juu yake. Naambia theologian ati unajaribu kungamua what were the 10 thunders. No, I cannot trouble myself. That is a waste of time. Now, anything that happens in your life in the day, wewe milele tumikia. Lakini kile kimefika kwa usiku wako, wachana nacho. Because sometimes we suppose the course of the night. Sometimes we try to bring mystery. Why are you going through the night, my sister, my brother? Why are you going through the night? Unajua ni kufikiria, tunafikiria kwa nini unapitia usiku. Lakini ni uongo. In fact, unaweza fikiria kwamba ninateseka kwa sababu ya dhambi. Lakini Ayubu aliwauliza watu, na why do the wicked prosper? Ikiwa ni dhambi nimefanya, then why do the wicked people prosper? Sometimes you think it is sin. It is not always sin. There is something that God wants you to go through. Si lazima dhambi. Biashara yangu kusabaratika, maisha yangu kusabaratishwa na adui. Sometimes you see dhambi. Yamkini ni usiku
wangu umefikia, Mungu akitest maisha yangu. Hebu tuangalie katika Deuteronomy chapter 8 verse 2. Sometimes the night is used to test you, to know what is in you. The Bible says, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee. Please note that word, to prove thee, to know what is in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Sometimes the night is to prove you. What kind of a person are you? Unaweza survive without 10,000 shillings in the pocket. Unaweza endelea kuabudu Mungu wakati wallet haina chochote. Unaweza abudu Mungu wakati ulikuwa na contract ukanyaganywa dakika ya mwisho. Kama wewe ni mtu Muafrika, unasema ya kwamba there is an alternative too. Let me go and consult the gods. Because the God of heaven has failed me, let me go and consult the gods of my fathers. Kama kuna mtu amelaaniwa na utalaaniwa milele, ni watu wale wanaenda kuagua kwa waganga. And there is nothing a witch doctor can give you as a breakthrough. You become a captive of the devil forever. If your business is flourishing because you have a charm from the witch doctor, let me tell you, let me prophesy to you, it is coming down. It must come down. Afadhali that brother ambaye alivumilia mpaka asubuhi. Asubuhi yake ilipofika, akasema, thank you Lord, you have taught me that I should not live by the power of the wallet. I should live by the grace of God. We are what we are by the grace of God, not the power of the wallet. Lakini sometimes those nights are very good kwa Mungu. Anaweza andika, ushaisikia God certificate of approval. Anakupatia certificate of approval that wewe ni sugu. You can survive in the day and even in the night. You are my son, I have owned you. Wewe ni mwanangu, nimekuown. Maana amekutest. Sababu Biblia inasema ya kwamba they were tested to see what was in them. Maana huwezi kuwa tested siku wakati kuna mazuri, hapana. Na kuwa tested wakati ni usiku. Mtoto kama huyu ama wale wengine wako, ukimuuliza kama anajua kitu ya kulala njaa, hiyo kitu anasomaga kwa magazeti ati watu wanaweza lala njaa. Lakini mtu kama mimi ukiniuliza kitu ya kulala njaa, naelewa sana sana sana. Hata naweza kueleza wakati umelala njaa how you can do. I know how to go about it. Yes, I know how to go about it. And this is the reason Paul says, mimi nimezoea kuwa na nyingi na wakati nimepungukiwa. Najua hizo kumanage zote. I know the day and the night. Zote nazielewa. I know persecution, najua breakthrough, najua favor, najua persecution. I know everything. But all in these things, Jesus is glorified. So brethren, usiku wetu unakuja Mungu akitest kitu kile ambacho kiko ndani yako. Na huwezi jua mke wako ni mke wa aina gani mpaka mpitishwe kwa kausiku. Ndio utajua. Wakati unaona vitu zinaingia mkitaka hivi ni pap. Kama ni pesa pap. Kama ni nini huwezi jua. Lakini kausiku kakija unaweza jua kabisa huyu I married a wife, not a woman. Kwa sababu the difference between a stray queen and a wife ni kwa sababu huyu alikuja kujenga jamii na huyu mwingine alikuja kula pesa. Tofauti. So huwezi jua watu. In fact unaona kile unaona church inaenda inashtuliwa na vitu.
ili ujue hata ile leadership uko naye ni leadership aina gani. Unaenda mnashtuliwa, unaona jamaa mwingine amekengeuka, ameongea kama shetani. Unajua na nilikuwa nakuita deacon, nilikuwa nakuita church elder, kumbe wewe ulikuwa unacheza mpira kwa upande wa adui. Huwezi jua, na huwezi jua wakati family imetulia hivi, utajua wakati family imeshtuliwa. So ninapoketi chini ni lazima tujiulize ya kwamba now how can I use this opportunity ambaye iko mbele yangu. Na tunasema ya kwamba siku moja kwa Bwana ni kama miaka 1000. That's we say is a breakthrough catapult. One day before the Lord is like 1,000 years. That's a breakthrough catapult. Unakuta ya kwamba umepewa breakthrough mpaka watu wanasema ya kwamba mpaka wewe umekutana na Illuminati. Haiwezekani breakthrough aina hii. But the Bible is very clear, there can be a catapult in breakthrough, because Jesus says, no, the Bible says one day is like 1,000 days to the Lord. Na pia inasema pia miaka 1000 ni kama siku moja kwa Bwana. Hata hao watu mnalia wamekaa kwa nyumba ya Mungu hawajawahi olewa, one day when the day dawns ndio mtajua ya kwamba Mungu yuko, and God is very concerned about their lives. So it depends uko kwa upande gani. Uko kwa calendar ya Mungu when 1,000 years is one day, ama uko upande ule mwingine wa calendar ya Mungu when one day is 1,000 years. So wale ambaye mnalia na mko kwa usiku, na hapa faraja moja, asubuhi ni guarantee. Morning will definitely come. Hata kuwe nini, it will come. Ni lazima ije. And I can dare Lucifer, if he has the power to stop the night, to stop the morning coming, mwambie asimamishe. Ati kuhesabu masaa, watchman ukae uone saa 4 zimefika, hakuna asubuhi, uongo. Morning must come. That guarantee. If you are waiting upon the Lord with patience and the peace of God, I can give you a guarantee. Your morning is coming, and nobody can stop it. No witch doctor, no witch, no Masonic, no Illuminati, no Lucifer, no demon, no angel can stop the morning coming. Nobody can stop it. But now, because nobody can stop the night coming, now how do we use our day? You cannot be in the job forever. You retire one time. If you're in contract inaweza isha wakati wote. Now, is it the time kukura mandazi na vitu vingine, mapochopocho, ama vitu vingine ambao havina maana, ama ni wakati wako wa kuinvest? A day is a seed to me to take me through the night. If you have harvested in this regime, hata kukija regime zingine, mnakumbuka ya kwamba wakati kulikuja Farao ambaye hajui Yusufu, but already the nation of Israel was established because of the covenant. Kulikuja aliwatesa kweli, but the God of the fathers saved Israel from the power of the Pharaoh that didn't know Joseph. So when you are dealing with the Pharaoh that knows you, that you have his favor, make use of it. A time comes, wakati unakuta ya kwamba vitu haviendi sawa. I remember in the time of the former regimes, when the name of a Kikuyu was detestable, I remember those guys from Central Kenya. Hangeandika jina lake Njoro, alikuwa anaandika Kipiego Arab Kitul ili ya survive. Kulikuwa kubaya. Jina la Jorora kama lilikuwa ni jina mbaya. Sasa jamaa zetu nao walikuwa sharp. Anasema Chepkoech
Kitulu, Mrs. Na hakuna mtu kama huyo. Ni Wairimu Njoroge, nothing. Because the regime was against them. Now, today, maybe the regime is favoring you. You are born in Taita. The current government is favoring you. Take advantage of that day. You don't know the next governor. You don't know. Haujui atakuja na sera zipi. Hujui. Make use of it. Now, wale ambaye tunakama nyumbani na unakuta ya kwamba you have the favor of your husband, cherish that. Take care of it. Don't abuse it. Usiseme kesho ni kama leo, hapana. Things zinaweza change. Lakini haitakusaidia kwa sababu utakuta ya kwamba it will be too late. Don't mess your day. It will save your night. Hallelujah. But the morning will come. Kwa hivyo wale ambao mnapitia kwa kamsitu, asubuhi fanya nini? Itakuja. Binti zetu ambaye unaona you are past that 5 years and you are still in the congregation, not yet married. The God of heaven, who is your father, that you call a father, your morning is coming. And nobody can stop that morning. Nobody can stop it. Juzi nimeona msichana mwingine, siwezi sema ni wa wapi, alikuwa amesukuma siku. Sasa nikaangalia kwa Facebook. In fact hata hakuniitia harusi, lakini niliona akiwa na net. Na nikauliza, na vile nilikuwa concerned na huyu binti, na mbona hakuniitia? Maana hiyo ningeenda. Hata kama siendagi maharusi, hiyo ningeenda. Because sasa ni kitu ambayo mmeombea. Na wewe ukiangalia dalili, ukiona msichana ametoa mvi, na si mvi zile za mafuta, mvi za uzee. Sasa unajua ni dangerous, hapo ni dangerous zone. Lakini Mungu Mungu anakuja. Anyway, manage the day, but if you are in the night, morning will come. God bless.